Wengineko ni huko katika ukanda wa Gaza. Ripoti zinaeleza kwamba Gaza inatafuta maiti 8500 za mauaji ya kimbari yaliyofanywa na Israel kupitia jeshi lake la IDF chini ya vifusi kwa kutumia chombo kimoja. Ripoti kutoka ukanda wa Gaza zinasema kuwa chombo kimoja cha kuchimba vifusi, excavator 2, kinatumika kutafuta karibu mili ya watu 8500 na mabaki yaliyo chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa na jeshi la Israel IDF wakati wa vita vya mauaji ya kimbari katika eneo hilo. Vikosi vya ulinzi vya raia kwa msaada wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu vilianza tena shughuli za uokoaji mnamo Jumamosi vikiwa na uwezo mdogo sana, huku kukiwa na maonyo kwamba kuendelea kufanya kazi ya kutafuta maiti za wahanga wa vita vya Israel kwa kasi kunaweza kuchukua miaka mingi. Operesheni ya kutafuta miili ya watu chini ya vifusi vya nyumba za raia huko Gaza ilikuwa imesimamishwa katika miezi ya hivi karibuni kutokana na uhaba wa mafuta na vifaa vizito vya shughuli hiyo. Vita vya mauaji ya kimbari vya Israel katika ukanda wa Gaza vilisita chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano mnamo Oktoba 10 mwaka 2025. Vimeua Wapalestina 73,000 na wengine zaidi ya 173,000 wakijeruhiwa. Majeshi ya Israel pia yamesababisha uharibifu mkubwa ulioathiri takribani 90% ya miundombinu ya kiraia, jambo ambalo limetatiza operesheni za kuokoa maelfu ya maiti ziliponaswa chini ya vifusi. Timu ya ulinzi wa raia zimeanza kazi kwa kutafuta miili ya watu karibia 8 chini ya vifusi vya nyumba ya familia moja ya Arabun katika kitongoji cha Sabra ambayo ililipuliwa na Israel mnamo Oktoba 2025. Msemaji wa ulinzi wa raia huko Gaza, Mahmoud Basal, ameiambia Anadolu, moja kati ya mashirika habari huko nchini Uturuki, kwamba shughuli za uokoaji zinaendelea polepole sana kutokana na matatizo makubwa yanayotokana na ukosefu wa rasilimali na vifaa vizito. Amezungumza kuwa takribani miili ya mabaki 8500 ya watu katika ukanda wa Gaza bado iko chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza, akieleza kuwa kuna vikwazo vingi vinavyozuia kazi hiyo, ikiwa ni pamoja na uhaba wa vifaa na hatari zinazoweza kutokea katika maeneo hayo. Amesema kuendelea kufanya kazi kwa njia hii ya mwendo wa kinyonga kutachukua miaka mingi, kwani tunafanya kazi kwa kutumia chombo kimoja ambacho kinaweza kuharibika wakati wowote. Amebainisha kwamba ikiwa mashine nzito zitapatikana, kipindi cha kazi hakitazidi miezi mitatu. Kando ya shughuli za utafutaji wa mili ya wahanga wa mauaji ya kimbari ya Israel, mtoto Mohamed Riyad Ghabun mwenye umri wa miaka 12 anasubiri kwa hamu kurejeshwa kwa mabaki ya familia kadhaa alizopoteza miezi 4 iliyopita. Nina hisia mchanganyiko za hamu na huzuni wakati wa mchakato wa kutafuta mili ya wanafamilia wangu ambao wametoweka kwa miezi 8, anasema Ghabun, ambaye alijeruhiwa na kutolewa katika kifusi nyumba yao baada ya shambulio la kombora la Israel katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, amesema kwamba tangu wakati huo amekuwa katika hali ya kutarajia na huzuni na matumaini kwamba ataweza kuona mili yao na kuisitiri kwenye makaburi yao. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio ripoti tuliyokuwa nayo kwa leo, ni kwamba Gaza inatafuta maiti zaidi ya 8500 za mauaji ya kimbari ya Israel katika vifusi kwa kutumia chombo kimoja tu, na hali ni mbaya zaidi, na kwamba ikiwa hakutakuwa na vyombo vingine vya kusaidia katika kutafuta maiti hizo, inaweza kuchukua muda mrefu zaidi kupata maiti hizo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.